wamekamatwa. Wamekamatwa. Mwizi amekamatwa. Mwizi amekamatwa. Now, ile kampuni iko linked na eCitizen. Inaitwa Webmaster. Kwa sababu they could not provide documents requested during an audit. So they've been banned for any project na World Bank for at least 5 years over fraud. So, eCitizen imekuwa banned for 5 good years. Na failure to provide documents. Wameshikwa. They think everywhere is Kenya. Wameshikwa. We have no control over eCitizen, but now make it make sense. Okay, fine, they've been banned for 5 years, but now what about the Kenyan government? Tutafanya nini sisi? Na World Bank. Let me tell you. Ndio tunawaambia Githinji zile mambo anatumia zote ni za ukora, ameanza kukua exposed. I tell you. Nakwambia ni mbaya. Wezi wamekamatwa. Webmasters Kenya Limited, ile kampuni iko na tenda ya eCitizen, and the CEO James Ayugi wamekuwa banned by World Bank from any of their projects for at least 5 years allegedly because of fraud and non-compliance. Walikata kupeana certain documentation yenye ilikuwa inatakikana during a certain audit that was being conducted by World Bank. So wamebaniwa for at least 5 years from any of their projects. And you just wonder, these are the very people wenye kuna tenda ya eCitizen. So you just wonder, okay, why would they refuse to comply? Why would they refuse to give this documentation that was required? I said, vitu zingine tu ukifikiria tu unashindwa tu, like, make it make sense bana. Na mnajua tu ile tu, yani eCitizen tu mnaionanga tu hivi, every time nasomanga tu headline kuhusu eCitizen, yani roho yangu tu inakuanga because najuanga tu we have no control over eCitizen bana. Make it make sense. Okay, fine, they've been banned for 5 years, but now what about the Kenyan government? Tutafanya nini sisi? So the platform is owned by the government? Yes, the platform called eCitizen is 100% owned by the government. The software that you developed is owned by the government? The software that we developed is licensed to the government. Okay. So you own it? We own our intellectual property. Okay. But the government has its license to scale and improve its version of the system. Nilikuambia hii town ni wewe peke yako unaamka Monday asubuhi na baridi ya Nairobi kwa jam, kuenda kufanya kazi ngumu. People are taking risks. People are not working hard. Scale director wa eCitizen amekuwa banned from any zile project zenye zinakuwa ni financed na World Bank. Haezi work na World Bank na hiyo kampuni yake ya Webmasters for the next 5 years. Juu kuna deal ilikuwa huko Somalia, hiyo fraud involve approximately 12 point something million allegedly. Acha niseme allegedly, wasiniulize do you have a lawyer or we should provide you one. But Kenya watu upewa lawyer ama nimewatch too many Netflix. But anyway, Kenya watu wana take risks. People are not working hard. Watu wafanye kazi ngumu. Good morning to World Bank and World Bank alone. World Bank has done what Kenya has failed to do. Webmasters has been flagged. Webmasters ndio walitengeneza eCitizen. Webmasters ndio wamekuwa kikollude na Ruto kuiba trillions. Kumbukeni kuko na 1.3 trillion ili disappearing the first time. Kukakuwa na 6 billion ilikuwa inaenda kwa account individual. Webmasters has been flagged down by World Bank. Yes, list boost. Big up World Bank. IMF, cheki, consult World Bank on how to hold Kenya account. Na tumesema we are not paying odious debt. Big 5. A hit to one of the proxies wenye wamekuwa wakibenefiti gava. Kudos World Bank. Kudos. Saizi net worth yako ina standard around how much? I don't know. Damn, ni mzuri hivyo. Like, no, when I say in all honesty, personally, ndasema valuation, achia people who do valuation. They can do valuation based on the tech zenye tuko nazo and impact. Lakini imefika bilioni, si ndio? Mabilioni kama. Mabilioni, you see, but hiyo hata si big deal.
si big deal juko nayo sisi wale hatuna jo. No, I think the main asset ama chenye naweza sema gain the most out of all this is experience. Okay. Hiyo ndio the one thing. Hiyo ndio the one thing yenye naweza sema no matter where you place us, tutajitoa kwa ground, tuta innovate na tuta build something beautiful. Okay. So your experience to work na gava is the one thing yenye naweza sema is a privilege. Okay. Kwa sababu au party si kitu yenye unaenda kwa shule kusoma how to deal with the chaos that comes to servicing people. How to deal with the headlines zenye zinadanganya. Yes. How to deal with propaganda and manipulation. Hizo vitu zenye ulikuwa unasikia kitambo watu wakisema